usrul fata, dhiki anayohisi kijana. Imamu na Shafi'i katika shairi hili anakusudia kutuonesha hali anayopitia kijana ambaye pengine vipenzi vyake, na vipenzi waliokusudiwa hapa ni wazazi au walezi. Lezi na kusudia wale ndugu wa wazazi. Tamam? Sasa Imamu na Shafi'i anaonesha kwamba kijana anapokuwa mpweke, anakuwa yupo katika hali ngumu sana. Huwa anatamani wa kumliwaza, anatamani wa kumwambia shida zake, anatamani wa kumwambia nataka kitu fulani na mimi kama cha fulani. Tamam? Ni kana kwamba Imamu na Shafi'i anajaribu kuunasihi umma, kuupa naswaha umma kwamba usiwe ni sababu ya kupelekea machafuko, majanga, kiasi watoto wakakosa wa kuwalea kesho. Kwa sababu gani? Mtoto anapokuwa anakosa mtu wa kumtazama, mtu wa kumwangalia, mtu wa kumwelekea, mtu wa kusema kwamba huyu ni wangu, baba yangu, mama yangu, mjomba yangu, anakuwa yupo katika hali ngumu. Kwa hichi ndicho ambacho Imamu na Shafi'i anakikusudia katika shairi hili. Tamam? Kwa hiyo anatunasihi sisi tusiwe ni sababu ya kuleta machafuko, migongano, maafa, majanga, kiasi ikapelekea watoto wakabaki kuwa ni mayatima, au watoto wakabaki kuwa ni wakimbizi. Tamam? Baba yupo Kenya, kakimbia machafuko, mtoto kamwacha Tanzania. Baba yuko Tanzania, amekimbia machafuko, mtoto amemwacha Zambia au Kongo au Uganda au Rwanda. Isifikie huko. Jamii kama jamii inabidi iwe mstari wa mbele katika nini? Kutunza amani na utulivu. Lakini pia inatakiwa jamii iwe mstari wa mbele kuwaangalia pia wale watoto ambao wamepitia au wapo katika hali kama hizo, kwa maana mayatima. Tamam? Au watoto ambao ni wakimbizi wa vita. Mfano kama sasa hivi Sudan kuna vita, watoto wengi kule. Maskini ya Mungu, kiangalia zile picha unaona watoto wengi. Wazee wao wengine wako hai, wametekwa tu. Lakini wengine wazee wao tayari wameshakufa. Tamam? Kwa Imamu na Shafi'i katika shairi hili anatuhusia sisi kama wakubwa katika jamii, mababa, mababu, wajomba, makaka, wakina mama, wakina bibi, wakina dada, tujitahidini kutunza amani katika jamii zetu. Lakini pia tujitahidini kuangalia kwa macho ya huruma wale watoto ambao wapo katika hali za kutokuwa na vipenzi vyao, ambao ni mayatima au wakimbizi wa vita. Tamam? Hakadha imekuja hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikisema, arrahimun yarhamuhumur rahman, wale watu wenye huruma Mwenyezi Mungu nao pia anawahurumia. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis samaa, wahurumieni walioko ardhini, kwa maana wahurumieni madhaifu walioko ardhini. Nyinyi wenye uchumi, nyinyi wenye uwezo wa kifedha, wenye uwezo wa kupaza sauti, wahurumieni wale madhaifu waliowazunguka. Yarhamukum man fis samaa, Mola wenu mlezi nanyi atawahurumia.
Tamam. Lakini pia ikaja hadithi nyingine ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira inayosema yahrumu ala an-nar kullu sahlin hayyin layyin qaribin minan nas. Yahrumu ala an-nar, ni haramu kuingia motoni, ni haramu kuingia motoni. Mtu gani ambaye ni haramu kuingia motoni? Kullu sahlin, kila mtu ambaye ni mwepesi wa moyo, mwepesi wa moyo, mwepesi kuwasaidia watu, mwepesi kuwaelekea majambo ya watu, mwepesi kuwasikiliza watu, mtu huyo ni haramu kuingia motoni. Hayyin, mwenye kujiheshimu na akawaheshimu wengine. Hayyin, mwenye kujiheshimu na akawa na heshima kwa wengine. Layyin, mwepesi. Hii ni kama inafungamana ile ya nyuma, tamam? Lakini pia qaribin minan nas, mtu ambaye mwenye ukaribu na watu, si mtu mwenye kujitenga, mtu ambaye yuko karibu na watu. Kwa sababu gani? Unapokuwa karibu na watu ndiyo kinapatikana kipimo kwamba wewe una huruma na watu, tamam, kwamba wewe unajitoa kwa watu, kwamba wewe pia una heshima kwa watu na unajiheshimu, tamam, hakadha. Lakini pia unapokuwa karibu na watu unakuwa unatambua hali za watu pia, tamam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumzia hilo. Ni hadithi hasan, hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, yahrumu ala an-nar kullu sahlin hayyin layyin qaribin minan nas, tamam, hakadha. Akasema Imamu Shafi'i, usrul fata, dhiki anayoipata kijana. Anasema wa hasratan lilfata, wa hasratan lilfata, majuto yaliyoje kwa yule kijana au kwa kijana, tayib. Wa hasratan lilfata, majuto yaliyoje kwa kijana. Sa'atan, kwa ile saa moja ambayo, sa'atan, kwa ile saa moja ambayo, yaishuha, anayoishi, baada awiddaihi, baada ya kushawapoteza vipenzi vyake. Ni majuto makubwa anakuwa nayo, akiwaangalia wenzake, yule kashika mkono na kaka yake, yule anaongea na mzee wake, yule anacheka na mama yake, tamam. Anakuwa katika hali ya majonzi, hali ya majuto, tamam, hakadha. Kwa hasratan lilfata, majuto yaliyoje kwa kijana. Sa'atan, kwa ile saa ambayo, yaishuha, anayoiishi, baada awiddaihi, baada ya kisha wapoteza vipenzi vyake. Usrul fata, dhiki anayoipata kijana wa namna hii. Lau kana fi kaffihi, lau kama ingekuwa ipo katika nini, kiganja chake. Usrul fata, dhiki anayoipata kijana wa namna hii. Usrul fata, dhiki anayoipata kijana wa namna hii. Lau kana fi kaffihi, lau kama ingekuwa ipo katika kiganja chake. Rama bihi, angeitupilia mbali. Baada ahibbaihi, baada ya kukata tamaa ya kuwapata vipenzi vyake. Kwa maana ule muda wa kuwapoteza vipenzi vyake anakuwepo katika majuto. Lakini pia kadiri muda unavyozidi kwenda na akahisi kwamba sitoweza kuwapata tena wale, ndo anazidi kuwa katika dhiki. Sasa ile dhiki anayoipata, lau kama ingekuwa ni kitu ambacho kipo kwenye mkono wake, amekishikilia hivi, basi asingeweza kuvumilia
bali angeitupilia mbali, lakini hali haiko hivyo, ile dhiki anaendelea kuwa nayo. Kwa Imamu na Shafi'i anatuhusia katika shairi hili kwamba tutunzeni amani, tuzichunge jamii zetu ziishi katika hali ya amani, ili tusije ikawa sisi ndio sababu ya kupatikana watoto ambao ni mateka wa vita, au watoto ambao ni wakimbizi wa vita, au watoto ambao ni mayatima waliopatikana kwa machafuko ambayo sisi ndio sababu ya machafuko kama haya. Lakini pia anatuhusia kwamba tuwatazame watoto kama hao kwa macho ya huruma, ikiwezekana tuwalee katika majumba yetu kama namna tunavyowalea watoto wetu. Tamam? Huo ndio ujumbe wa Imamu na Shafi'i kupitia shairi hili. Kwa usrul fata, dhiki anayoipata kijana kama huyu, lau kana fi kafi, lau kama ingekuwa ipo katika kiganja chake, rama bihi, angeitupilia mbali, baada ahibbaihi, baada ya kukata tamaa kwamba hatakuja kuwaona tena vipenzi vyake. Tamam? Hakadha.